Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Julai 29 siku ya Jumatano asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania kwa kuangazia kurasa za mbele na kurasa nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi, linaanza na habari kubwa inasema marufuku ya RC Chalamila kuhusu gereji bado ya suasua. Marufuku ya RC Chalamila kuhusu gereji bado ya suasua. Lakini habari kubwa kwenye gazeti la Mwananchi ni vilio upigaji dawa za wagonjwa hospitalini. Vilio upigaji dawa za wagonjwa hospitalini. Mashuhuda waeleza mazingira yanayosababisha kwenye hospitali tofauti. Waganga wakuu wizara watoa kauli. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Lakini ajifungua pacha watano wafariki. Ajifungua pacha watano afariki. Na mnyukano unayoua ndoto za upinzani kuchukua dola. Mnyukano unaoua ndoto za upinzani kuchukua dola. Lakini WHO yasisitiza mapambano homa ya ini. Ni WHO yasisitiza mapambano dhidi ya homa ya ini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Lakini tukichana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo. Linaanza na habari inayosema Dr. Akili, serikali haikurupuki kuchukua mikopo. Huyo ni Dr. Akili asema serikali haikurupuki kuchukua mikopo. Lakini mawakili watakiwa kufanya kazi kwa weledi. Mawakili watakiwa kufanya kazi kwa weledi. Na kimataifa, Irani yashtumu nchi zinazoshirikiana na Marekani kuishambulia. Hiyo ni Irani yazishtumu nchi zinazoshirikiana na Marekani kuzishambulia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo. Lakini bado kuna habari kwenye gazeti lako la Habari Leo linaandika kutoka mipango hadi utekelezaji dira 2050. Lakini Dr. Samia, mawasiliano yalinde maslahi ya nchi. Dr. Samia, mawasiliano yalinde maslahi ya nchi. Hiyo ni habari ukurasa wa 16 kwenye gazeti lako la Habari Leo. Na vigogo wasimulia maisha baada ya utumishi. Vigogo wasimulia maisha baada ya utumishi. Sumaye Mongela kumdhika waeleza umuhimu kujiandaa na washauri pensheni ziongezwe kama mishahara. Washauri pensheni ziongezwe kama mishahara. Habari inaendelea ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini gazeti lako la Majira lenyewe asubuhi ya leo linaandika Okola ashikilia msimamo wake dhidi ya John Heche. Huyo ni Okola ashikilia msimamo wake dhidi ya John Heche, asema hajakosea kusema achunguzwe, adai hayupo tayari kupoteza haki yake ya uongozi kirahisi. Lakini TANESCO yataja maeneo yatakayokosa umeme. TANESCO yataja maeneo yatakayokosa umeme. SADC yahimiza mageuzi ya viwanda. Rais Samia afungua semina elekezi viongozi wa serikali. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za mbele. Lakini Ilala yatenga fedha za ununuzi eneo la machinjio. Ilala yatenga fedha za ununuzi eneo la machinjio. Na mfumo wa usikilizwaji wa kesi CMA yaleta matumaini. Lakini UNAIDS, dunia iko hatari kwa mlipuko mwingine wa ukimwi. Dunia iko hatari kwa mlipuko mwingine wa ukimwi. Hao ni UNAIDS watoa neno. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako Raia Mwema linaandika tofauti ya riba na faida, mtazamo wa Uislamu. Na TPA yajenga ukuta usalama dhidi ya wizi. Na mabilioni yatafunwa. Hiyo ni ripoti maalum inasema mabilioni yatafunwa. Habari inaendelea ukurasa wa pili. Lakini CCM kujivua gamba. Habari ni ukurasa wa 3 na Lissu hapoi. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako Raia Mwema kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Tanzania Leo linaandika tulipe kodi kwa furaha, maendeleo ya nchi yetu, Askofu Malasusa asema. Lakini CCM yavunja ukimya, wanachama viongozi wachafuana. Na kauli nzito ya Rais Samia kwa mawaziri. Lakini raia wanne wa Uholanzi wanusurika kifo ziwa Nyasa. Na Okola ashikilia msimamo wake kuhusu John Heche. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Mtanzania Leo linaandika
Kata ya Ruaha Iringa mjini yaja na kliniki kuimarisha malezi na uchumi. Lakini vijana 20 watapeliwa Same kwa biashara mtandaoni. Na Chadema mkoa wa Lindi nao wamtaka Heche ajiuzulu. Katibu wa Chadema Kila Abubakari ataka apishe uchunguzi. Wawezekani kila anayehoji matumizi ya fedha ashambuliwe kwa matusi. Lakini Rais Samia ataka taarifa za serikali zitolewe kwa wakati. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania leo. Na gazeti lako la Biashara leo linaandika madaktari washauri uchunguzi mapema kujikinga na homa ya ini. Lakini JKCI yakanusha kuwapa wakati mgumu watumishi wake. Tuhuma za Heche fedha za chama bado ngoma nzito. Katibu wa chama Morogoro awaibukia tena akitaka apishe uchunguzi. Niliposema Heche achunguze sikukosea, na arudia tena achunguzwe. Nilisema mwanzo wakanisimamisha na kunirudisha, msimamo wangu ni ule ule. Lakini katibu wa Chadema Kilwa naye ataka Heche apishe uchunguzi. Ofisi za chama zimechakaa, fedha zinaisha viongozi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Biashara leo. Lakini Rais Samia awataka viongozi wa umma kuzingatia mawasiliano sahihi kwa wakati. Hilo ni gazeti lako la Biashara leo. Lakini Wamachinga sauti ya wanyonge linaandika Rais Samia mwelekeo na atoa mwelekeo, na Okola sijakosea kusema Heche achunguzwe. TANESCO kukatika umeme kwa muda kupisha mradi wa Chalinze Dodoma. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za mbele. Lakini Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza naandika mawasiliano ya serikali nguzo ya uongozi. Mawasiliano ya serikali nguzo ya uongozi, adaiwa kumuua mdogo wake kisa mali ya urithi. Lakini kata Vingunguti waomba kujengewa mfumo mpya wa majitaka. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini gazeti lako la Mwananchi Huru linaandika msukosuko tena kwa Heche, tuhuma za ufisadi. Na Rais Dr. Samia wafunda viongozi umuhimu wa mawasiliano kwa wakati. Lakini kimataifa wa Hormuz bado kwa moto, Marekani Irani wazichapa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru. Lakini Afrika Leo linaandika Mnyika atuishwa zigo la Heche. Wanachama Chadema Kilwa wamtaka achukue hatua za haraka, wasisitiza ukimya wake utasababisha chama kisisoge mbele. Wenye viti na makatibu wilaya 180 waungana kuweka msimamo. Hiyo habari kwenye gazeti lako la Afrika Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini Sauti Yetu leo naandika Sadeki ataka kasi utekelezaji wa agenda ya maendeleo. Rais Samia 70% utekelezaji wa dira 2050 inategemea sekta binafsi. Mwenyekiti Chadema Kilwa amshukia John Heche. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Sauti Yetu kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Uhuru naandika msikiti wa kale unavyobeba historia ndefu ya Kizimkazi. Lakini watu 7 wasota mjini saa 27 kunusuru uhai. Watu 7 wasota majini saa 27 kunusuru uhai. Rais Samia ataja sifa za mawasiliano wa serikali. Na vijana 20 waingia mkenge mtandaoni. Mkuchika Liundi waeleza faida za muungano. Yenye habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Mtazamo Mpya linaandika serikali kuvuna mabilioni mfumo mpya wa usimamizi mawakala wa forodha. Lakini Rais Samia ataka kazi za serikali zitangazwe, asema mawasiliano ni nyanzo ya mkakati, aeleza dira 2050 inategemea ushiriki wa sekta binafsi. Lakini Okola hajapoa kwa Heche, Sadeki yahimiza mageuzi ya viwanda. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtazamo Mpya kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kwenye gazeti lako la Uhuru linaandika Rais Samia aipa 5 Twiga Stars. Lakini Yanga yafanya kufuru usajili. Pakome out, Clement Mzize Jobu warejea. Hilo ni gazeti lako la Uhuru. Lakini kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania linaandika mustakabali wa Maema ndani ya Simba haufahamiki, yakosa huduma yake Kagame Cup. Lakini Rais Samia awapongeza Twiga Stars, awahimiza kuendelea kupambana kwa moyo. Na usajili wa Shalulile wa vuruga mashabiki wa mnyama. Hilo ni gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini gazeti lako la Wamachinga linaandika Twiga Stars gumzo wa AFCON. Simba Day nchi itasimama. Shalulile apagawisha mashabiki Yanga. Kocha Ngawina atua Dodoma Jiji. Hilo ni gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa
za michezo. Lakini Tanzania Leo linaandika JSM afanya kufuru dili la usajili wa Shalulile. JSM afanya kufuru dili la usajili wa Shalulile, lakini bosi ashusha presha ya usajili Simba. Na gazeti lako la Majira linaandika Rais Samia aipongeza Twiga Stars kwa ushindi wa AFCON, na bilioni 14 za tikisa usajili Yanga. Hilo ni gazeti lako la Majira kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo linaandika KVZ zimamoto zaanza na ushindi ligi kuu netball. Lakini AFCON kufungua fursa za kiuchumi. Huyo ni Dr. Nchemba asema. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti lenye asubuhi ya leo linaandika Steve Becker apiga hesabu kali, ataja mipango yake, chama afichua siri. Lakini Twiga Stars imebakiza moja kutinga robo, na siasa za mwondoa Maldini Italia. Lakini Pacome nje, Clement Mzize ndani Yanga. Shalulile funga kazi, Yanga yatoa mkwanja mrefu kwa Shalulile. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo ndo linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.